katika kaunti ama katika eneo la Teso South inaishi kwa hofu na mahangaiko baada ya mpendwa wao kutoweka kwa njia tatanishi takriban miezi 8 iliyopita. Familia ya Francis Echelepata inadai haki ya kuripotiwa kuonekana mikononi mwa maafisa wa DCI kutoka Nakuru. Mwanaume huyo alikuwa huru kwa dhamana baada ya kushtakiwa kwa kosa la wizi tangu mwezi Oktoba mwaka jana. Hawajawahi kumpata wala kusikia kuhusu alipo. Mwanahabari wetu Andrin Kilemi amelizamia swala hilo. Katika kijiji cha Ongaroi, eneo bunge la Teso Kusini, kimya kimetawaliwa na majonzi. Ni miezi 8 ya uchungu tangu Francis Echelepata kuripotiwa kuonekana kwa mara ya mwisho akiwa mikononi mwa maafisa wa DCI kutoka Nakuru. Francis alipotea tarehe 7 mwaka jana, mwezi wa 11. Alikuwa na kesi Naivasha. Alitoka hapa nyumbani tarehe 30. Mume wangu alitoka hapa tarehe 30 akienda mission kule Naivasha. Alikuwa na kesi. Na watu ambao walikuwa wamemkamata ni watu wa DCI. Echelepata alikuwa ameenda kuhudhuria kesi inayomkabili inayohusiana na shutuma za wizi. Alikuwa nje kwa dhamana baada ya familia yake kuweka hatimiliki ya ardhi yao kama dhamana. Saa chache baada ya kikao hicho alitoweka. Mstakiwa mwenzake Jack Odhiambo akanipigia simu akaniambia amemwacha Frank pale Nairobi kiwanja ndege. Mimi nikamuulizia kwani Frank amebaki hapo akifanya nini? Kuanzia hiyo wakati mpaka na sasa sijawahi ona mume wangu. Mwaka jana mimi nasikia mtoto wangu amepotea. Ndio mimi nasema serikali anisaidie. Familia inasema kuwa imekuwa ikipokea simu zenye jumbe za vitisho kutoka kwa watu wanaoamini anafahamu aliko mwana wao. Kadri siku zinavyosonga, familia ya Echelepata inaendelea kuishi kwenye mateso, ikikabiliwa na uchungu na hofu kwamba safari yao ya kumtafuta Francis huenda ikafika mwisho wa kuhuzunisha. Hata mimi nimekuwa nikienda Naivasha, pengine nikisema pengine ndugu yangu anaweza kuwa ataletwa kotini, pengine hiyo siku alishikwa tena atarudishwa kotini. Nimeenda sasa mara 2, hiyo mention 2, sijapata ndugu yangu. Familia sasa inataka serikali kumwasilisha mwana wao akiwa hai au akiwa amefariki na haki kufanyika. Andrin Kilemi, TV 47.